Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, na leo tupo naye si mwingine bali ni Collins Ooko ambaye anakujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, hasa tukiangazia mada yetu ya leo. Tunataka kuangazia what is prostate cancer, inahusiana na nini? Je, inasababishwa na nini? Historia yake inakuwa vipi? Na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Collins. Asante. Habari ya saizi? Nzuri sana. Natumai huna neno. Sina neno. Karibu tena. Asante. Naam, tukiangalia mada yetu nadhani ni mada nzuri sana, na hii haswa inahusu wanaume. Yeah. Na kwa wengi labda wao wanapuuzia afya yao. Ni kuhusiana na masuala ya saratani ya tezi ambayo ndio hiyo tezi dume, prostate cancer. Sasa tunataka kufahamu prostate cancer inahusiana na nini hasa? Prostate cancer basically ni saratani ya prostate kwenye umeisema. So maybe nikianzia one of the definitions of prostate. The prostate is a small organ yenye inapatikana katikati ya bladder ukiteremka chini. So from the bladder ni ile the organ yenye inashikilia mkojo. So wakati ambapo tunaishi wakati wa kawaida, mkojo huwa inatoka from the kidney, inateremka polepole, inaingia kwa bladder. So wakati inapofika kwenye bladder, inakaa kidogo, alafu ikishajaa the bladder ndio ina release, mkojo inapita inaenda kwa the reproductive organ. So for example, kama ni the penis for the man. So when the bladder releases, so that bladder ikitoka inaingia kwa urethra inapita katikati ya prostate. So prostate inapatikana immediately chini ya bladder. So wakati ambapo inapita, some of the functions of the prostate are not related directly to the urethra ikipita, but relate to the human being, the man as a whole. So when you have prostate cancer, inaweza kuwa part of the treatment of the prostate cancer and ina affect the health of the man, let me say it that way. So it affects the life, it affects the health of the man. So prostate cancer is basically a malignant growth, an excessive growth, an uncontrolled growth of the glands and the cells within the prostate. Yes. Naam. And who is most at risk of developing prostate cancer? So the risk factor for developing prostate cancer can be divided into modifiable and non-modifiable. Modifiable ni zile zenye hauwezi control na non-modifiable ni zenye unaweza control. So for the modifiable, the biggest risk inakuanga ni age. So utapata most of the diagnosis ya prostate cancer inafanyika kwa wale ambao miaka zao zimesonga. Say for example from around 40 years, 50, and then as you go towards 60, you have a high incidence. Tunapata watu wengi wako na okay, si watu wengi, like a good number of people wenye wako na prostate wako above your 60 age ya 60 and above. Then apart from the age factor that now it's non-modifiable because your age inaendelea kusonga upende usipende. Apart from that you also have kuna some genetic mutations zenye tunazaliwa nazo. Okay. Zenye hauwezi badilisha. So and that is why tukiscreen for prostate cancer, tukiongelesha yule ambaye amekuja na prostate cancer ama tuna suspect inaweza kuwa ni prostate cancer, tunamuuliza kwa familia yako kuna yeyote ambaye amekuwa diagnosed na prostate cancer. So we'll ask, do you have a brother, do you have a father, do you have an uncle, first relative, first degree relative mwenye amewahi kuwa na saratani ya prostate. So there's the age factor, there's the genetic factor. Then apart from that, if you go now towards the modifiable factors would be more of zile vitu ambazo tunaweza tukabadilisha kwa maisha yetu. Okay. So some of the things that you can change in our lives that would increase the chances of you getting cancer ni kama kunywa pombe. Kubugia pombe ambayo ni shida kubwa kwa jamii kwa sasa. Sana. Yes, and we find more on the male, but now tunapata ina increase amongst the female. So that is factor number 1. Factor number 2, kuvuta sigara. So ukinywa pombe na uvute sigara, kuna chemicals ambazo zinakuja zinaingia kwa mwili, alafu ina increase the chances ya wewe ku develop prostate cancer. Then the third one, you have a high weight, let me say, ukiwa na kilo mingi. So you find those who are obese have a high chance of developing prostate cancer. Okay. Then apart from that, of course, now from the weight management, you'd also look at the diet. So ukikula the diet yenye iko high in fat, high in carbohydrates, alafu unaongeza kilo, then it increase the chances of you developing prostate cancer. Then lastly, I think I would also include physical activity. Okay.
So the more physically active you are, the more ina change the weight, the more ina change the vitu zingine. So you'd find that mtu ambaye hako active sana kwa maisha yake, kuna a high chance of developing prostate cancer. Yes. Okay, thank you so much. And what are the signs and symptoms ambazo wanaume wanaweza kuangalia ndo wakaona kwamba there's a high chance kwamba mimi niko na prostate cancer? Yeah, so for prostate cancer usually the saddest part of it inakwanga it is a silent disease ikianza. And you know, for us medics tunapenda kuipata wakati ambapo haijasonga sana. Or iko kama just like heart disease? Yes, just like heart disease. So you'll find because of the prostate and its location, and it's very tiny, ni kitu kadogo kabisa. So because of that, before you feel zile symptoms za mtu ana develop saratani ama kitu yoyote, it will be a long time. But in terms of screening, mtu yote ikuja kwa hospitali, so kuja kwa hospitali, the first thing tunakuuliza is how you are, your age and all that as part of the screening. And then pia tunachukua a history of what really is the problem behind what you are presenting with. So amongst the things that you can present with, yenye inaweza tuambia uko na shida ya saratani ya prostate, ni kukojoa damu. Okay. Yes. So mtu ambaye anakojoa damu would really want to screen and get to know if the prostate is responsible for what is happening. Yes, kunaweza kuwa na vitu zingine za kwa zina cause hiyo kukojoa damu, inaweza kuwa ni problem of the bladder because it is along the path yenye mkojo inatoka, or some problem with the kidney, the link between the kidney and the bladder, so inaweza cause mtu kukojoa damu. And then another one that tunaweza pata kwa watu wako na prostate cancer, but this is usually a late sign, ni kuumwa na mgongo. So a good number of times when there is prostate cancer, ikispread, inaweza spread ikirudi nyuma, because blood supply from the prostate na ina supply the vertebral column, spinal cord, what people call the spinal cord, but the spinal cord ni kinapatikana katikati. Oh. Yes, but hiyo nini ya nyuma, hiyo mfupa ya nyuma, yes, mfupa ya nyuma is what you really find pain. So utapata mtu mwenye amepitisha miaka ako around 60 years atakwambia nimekuja ninaumwa na mgongo, but umejua because of their age tutasema hiyo kuumwa na mgongo ni miaka zako ama ni kuchoka, vitu kama hizo. So we really want to get it earlier, and that is why tunasema yule ambaye akona shida ya mgongo ama akona shida ya kukojoa damu should really come to hospital. We evaluate you tukwambie this is something you can treat, ama this is something that is normal, which is highly unlikely because ni damu inatoka na ifai kutoka, so we'll be able to get it earlier. Yes. Okay. What kind of lifestyles zinachangia especially kwa wanaume kupata prostate cancer? So prostate cancer is more of a long-term condition as with most cancers. And long term inamaanisha that ni zile vitu zenye utakuwa umeanza tangu kitambo ukiwa mtoto mdogo. Say for example, you'd find a 15-year-old sahi ameshaanza kunywa pombe. So atakunywa pombe, akunywa pombe until by the time anafika age 60, kiwango pombe yenye amekunywa ni mingi. And as you may have seen hata kwa social media, some of this alcohol are not safe for human consumption. Unajua ni ngumu wewe mwenyewe kujua umefika kwenye bar ama kwenye duka ya kununua na umepata pombe, how to test, there's no test that you can do at the point of sale. So there's that long term effect. So kuna zile pombe ulikuwa unakunywa, zile sigara ulikuwa unavuta, and all the chemicals that come with the cigara. Then utapata kuna sasa kwa jamii yetu utapata the spaces za kucheza zimepungua. So you will find in most places where we stay, hata kama ni hapa Nairobi, ni blocks refu. But hakuna mahali pa kucheza. So you'll find a good number of our children going forward have a higher risk of developing prostate cancer because they do not have the playing field ya kucheza. Yeah, like kitambo unaona tu kuna zile field za kucheza mpira, watoto wamechangamka. Unajua sasa hii if you give your child mpira acheze kwa plot ya pasue kio, then that's another case. Akicheza mpira kwa plot pia anapigia watu wengine kelele yenye anafanya kazi kutoka nyumbani. Ama wakati mwingine sisi wazazi tutanunulia zile games za kucheza kwa nyumba, zile especially hizi za simu. Ama za simu, yes. Na unajua yule anakaa sana itakuwa sasa haimpi ile exercise. Yes. So we are seeing ourselves moving more to a sedentary lifestyle, and of course pia apart from kuwapatia games, kuna this game, not games, muziki tunawachezea. Hizi muziki tunawachezea zinajirudia. So you'll find a child who is supposed to have developed well and now should be physically active is developing very slow in terms of the milestones anapata. So by the time anafika a teenager, they might not be very active and interested in games because
we prefer to interest children in things wakiwa watoto wadogo. So as they grow up, utapata mtoto anapenda kucheza mpira, huyu anapenda ku ride baiskeli, huyu anapenda kucheza whichever game, as long as wanakuwa active. So with our lifestyle currently, one of the things that we are looking at in terms of the future is that there'll be an increase in diseases that are caused by reduced physical activity, including but not limited to prostate cancer. Yes, and then pia kitu cha mwisho ni now the food that tunakula, then from the dietitians and nutritionists wataku advise on the types of food and the balanced diet, but you know most people will not really fancy what we call balanced diet, because kuna the vegetables, most people don't like vegetables, and even more so men. Yes, so they prefer nyama, they prefer some carbohydrate kidogo here and there. And chenye kwa mesahau kusema ni one of the risk factors also for prostate cancer ni kukula red meat. Nyama choma. So utapata wakati ambapo tunataka kupeleka watoto out ama kuwafurahisha hapa na pale, tutanunulia nyama wakule, nyama choma, vitu kama hizo. And then now when they grow up, they now start seeing that as a reward system. That nikipata pesa, I can buy nyama choma. And you know these learned habits, after some time, it becomes something that is really put into the child. So haezi toka akiendelea kukua. So by the time anafika age ya kupata pesa na kufanya kazi, now that will be the normal diet for the child. Kwa sababu shamu introduce the lifestyle ambayo wewe mwenyewe pia unajua ni risky. And that's why utakuta wengine wanaambiwa like wa reduce kula red meat because digestion yake I think nyama ngapi ndo zina digest. So for the red meat, the digestion is there, but now the problem inakuanga ikifika kwa digest, there's some compounds that are there in the red meat that are very harmful to the cells. Yes, so when you absorb those compounds, which are usually actually absorbed, then that is what now goes in and changes some structures in the cell. Na pia si limited to prostate cancer, red meat has also been linked to colorectal cancer. Yes. What is that? Colorectal, ni small intestines. The last part of the intestines that would now say, for example, you are now shida hiyo inakuanga ni kudiagnose is usually difficult. Yes, because if you have a colorectal cancer, it's difficult to know that I have a colorectal cancer. Utapata tu choo inapungua tu pole pole, and then itafika mahali now you realize siendi kwa choo, tumbo imefura, I am bloated and all that. So kukula red meat would lead to, amongst other things, colorectal cancer and prostate cancer. Yes. And also what are the early warnings, signs ambazo watu wanafaa kuangalia, especially I think umetaja moja wapo ni kuhusiana na mgongo. Those are the early signs. Kuumwa na mgongo is more of a late sign, I would say. Because by the time unaumwa na mgongo imespread hadi huko. And are there signs ambazo labda mtu anaweza kuwa kuna ugonjwa mwingine na akadhani kwamba yeye ameshikwa na prostate? So for prostate cancer, it is linked to it has some relationship with the kitu tunaita benign prostatic hyperplasia. So benign prostatic hyperplasia inamaanisha prostate inamea but high spread, let me say that. So high spread inamaanisha that is just growing in size but it's not affecting, it is not spreading to other places. Ile style ya saratani. Yes, so when you have benign prostatic hyperplasia, what it does, nilikwambia when the bladder iko juu and then the prostate iko chini, then the link between the bladder and the prostate is that urethra yenye inapita ikipitisha mkojo. So then when you start having enlargement of the prostate, inafinyilia ile urethra, ile njia ya mkojo ikipita. So ikifinyilia inamaanisha hautakojoa vizuri, utakuwa na shida ya kojoa, so you'll have vitu kama unaenda choo mara mingi because ukifika kwa choo ukijaribu kutoa inafinya. Haipitishi mkojo yote. So you'll start going kwa choo mara mingi, utaenda kwa choo mara mingi usiku, tunaita nocturia. Utaanza kuwa na shida ya ukikojoa haifiki mbali, inamwagika hapo chini because hakuna ile pressure ya kuifikisha mbali. Yes. So you might have such symptoms and then somebody diagnoses you might be having prostate cancer, but then there are tests that we can do to see the difference between the two. Yes. Thank you so much. Acha chukua mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Asante sana.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Collins ndani ya studio zetu, naamini unafahamu mengi kuhusiana na prostate cancer. Ni kitu ambacho wanaume wengi usipuuze afya yako, na ndio maana kila siku anakuambia it's very good kwenda screening, na nadhani katika awamu ya pili tutafahamu umuhimu wa kwenda screening ili kuhakikisha kwamba unaangaliwa maradhi tofauti tofauti na ili uweze kuwa na afya ambayo ni njema. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Tunazidi kuwa naye Collins ndani ya studio zetu akizidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya maradhi, na haswa katika mada yetu nzuri ya afya ni kuhusiana na saratani ya tezi dume, na haswa hii inahusiana na wanaume, na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Collins. Asante. Naam, tukiendelea zaidi ni kwamba mtu anaweza juaje tofauti ya ile prostate kuwa kubwa ama ndogo? Prostate kuwa kubwa ama ndogo. So in terms of size, usually we just look at what it is blocking. Okay. Yeah. So ukikuja kwa hospitali or ukiwa kwa nyumba, actually I prefer to ukiwa kwa nyumba. Yeah. So ukiwa kwa nyumba, one of the things that you realize kama prostate inaendelea kuwa kubwa ni shida za kukojoa. Okay. So kama vile tulivyosema, utakuwa na shida ya stream tunasema hauwezi peleka mbali sana. Ndiyo. So inamwagika chini just next to where you are. Then the next thing utapata unatumia choo mara mingi, unaelekea kwa choo mara mingi. So you will realize that ukikojoa haitoki yote. Una feel so kitu cha kwanza ni utafeel haujamaliza kukojoa. Then ya pili unatumia choo mara mingi. Then ya tatu ukienda kwa choo inamwagika hapo just next to where you are. Then ya tatu pia ya nne ukikojoa you will finish kukojoa. Ukitoka kwa choo utafeel zingine zinaendelea kumwagika. So tunaita dribbling. Okay. Yeah. So when you start feeling some of these symptoms, and they do not have to occur zote ndio useme sasa kuna shida, you can just come to the hospital, utakuwa screen na utaangaliwa kama either there's a problem with the prostate kukua kubwa, ama inaweza kuwa ni infections zingine zenye zina irritate the bladder. So when it's irritated, it can start behaving such a manner to some of the symptoms zenye nimesema. So ukipata hizi symptoms usishtuke umesema sasa prostate imeanza kuwa kubwa, hapana. Amongst the thing that can be the problem is an enlarged prostate. Yeah. Okay. Now you've talked about screening. Labda kuna mtu ambaye hajui screening inamaanisha nini, kumwambia screening, so anataka kujua maana yake, and then the importance of kwenda screening ni ipi? Okay, so screening, basically what we are doing is we are trying to get that condition before one, it occurs. Number two, when it has just occurred, wakati ambapo inaanza, hatutaki ikuwe imefika pale mbali sana, ndio tunaipata juu. Tukipata ikiwa mbali, the treatment, some of these treatments are not very friendly to the body. Yes, so for screening for the prostate, usually one of the ones that najua wanaume huwa wapendi, tunaita digital rectal examination. So for the digital rectal examination, inamaanisha tunachukua kidole, the digit, rectal tunaingiza through the anus, alafu tuna feel for the prostate. So ukifika kwenye clinic tutakwambia ulale kwa kitanda, ujikunje kama mtoto mguu moja, alafu we examine. It might be a little bit uncomfortable, a little bit embarrassing to some extent for some men, for most actually, men. Yes, most, It's embarrassing. not even some, ni wengi yani, majority. Yeah, wengi hawezi taka hiyo procedure, but it's usually an easy way to examine the prostate. But before that, what we usually do, tunapima kitu tunaita PSA. PSA is called prostatic specific antigen. So for PSA, nikirudi nyuma kidogo, one of the functions of the prostate ni kuproduce prostatic fluid. Okay. So prostatic fluid, when a man is having sex, ejaculate, so the semen is usually very cloudy, na imeshikana. Okay. So prostatic fluid has the PSA. So PSA usually ina liquefy that semen, inaifanya ikuwe majimaji. So ikishakuwa majimaji, so ndo sperm zinaweza move zikielekea for fertilization. So realize that if you have a problem with PSA production, you will not be able to impregnate a lady. Yes. So this PSA ikipimwa kwa mtu, so when you come in,
we'll take samples and then we tunapima PSA. So tukipima PSA, we'll tell you if PSA is normal, ama imepanda kidogo, ama imepanda sana. But now the thing with PSA, it might be normal, but you have saratani, uko na saratani. Okay. It may be imepanda lakini hauna saratani. Yes, so it's just a screening test. Tujue kama uko, if imepanda kidogo, then we'll be worried kidogo, then we'll now go to the next level. So the next level would be rectal examination. Okay. So in the rectal examination ukifika pale tutakwambia ulale kwa kitanda yetu pale. Ukishalala kwa kitanda, then I will use the finger to examine the prostate. So the prostate is usually just next to the rectum. Yes, next to the rectum. So that is why we'll easily access it through the rectum, through the anus, go to the rectum, and then I'll just feel how it is, the surface of the prostate. But in terms of assessment, haimaanishi that sasa tukiipata iko sawa inamaanisha uko sawa. Okay. Yes. That is why we would want to link the symptoms, the history. So ukifika kwa hospitali tutachukua zile maswali za clinic yenye hampendangi. So tutachukua the history, the whole history, what have you been doing, how has your life been, how has your sexual life been and all that. Then we link it up with what we see as the PSA levels. Then from the PSA levels, we'll now compare it to the digital rectal examination result. So I will feel for the prostate, I will feel kama kuna mahali penye si soft, say for example, or if it is hard, ama kama imekuwa kubwa, or kitu yote that is different from what is supposed to be the structure yenye ni ya kawaida kwa the prostate and any structure that is around the prostate. Yes. So meaning ya kwamba yeye kijana mwenyewe au mwanaume mwenyewe haizi jua kama imekuwa unless akuwe examined. Yes, you have to be examined by a health practitioner, yes. Then kama tukipata there's any change that we would want to investigate, now for us to say uko na saratani ya prostate, then we have to go in and remove a small sample of the prostate and then take it to the lab for histological review. Okay. Yes, so from the histology, then now we'll be able to tell you now this is cancer, this is normal. Yes. So after mtu amepatikana na hiyo prostate cancer, what is the go ahead ama treatment yake inaanza vipi? So when you are found with prostate cancer, it will depend. So it will depend on the levels, but some of the treatments I would mention. So ya kwanza, some of the treatment inaweza kuwa ni kutoa that small part. So tunaweza toa hiyo small part yenye haija spread sana, then tunaitoa, let me just say tunaitoa. Then number 2, we can still decide to do radiation therapy to just take care of the cells that are around the prostate. Sasa hizi ni zenye hazija spread sana. Number 3, ikiwa ime spread, we can go for chemotherapy. And that's why hatutaki tufike to that level. Kama sasa hapo sasa imefika ile level ya juu. Yes, imeshaanza kuspread, imespread. So hatuwezi enda kutoa a specific part because it has spread. So we have to treat the whole person. Yeah. Yes. So inatembea kwa mwili mzima or how does it can spread to the whole body like any other cancer. Like most cancers will spread to the whole body. And that's why some people actually you would die from cancer of the prostate that has metastasized, it may move to all parts of the body. Yes. I'm trying to get the point ya kwamba inasambaa vipi to the start kwamba imeanzia tu pahali padogo and then how does it spread? Tukiangalia kwamba prostate iko tu at a certain specific point. The prostate and all cancers actually what happens ni so they are cells. Okay. So these cells usually they're supposed to a cell cycle inamaanisha inakuwa kubwa. Ikishakuwa kubwa ikifika mahali fulani it is too old, it kills itself. Apoptosis ndio venye tunaita. Apoptosis inamaanisha this cell ime-attain the function of the cell, so it kills itself and it goes. So most cells have that cycle. But kuna vitu zenye zinaweza kuja zi-interfere na the cycle of that cell. Zile risk factors zenye tuliongelea. So with time, say for example, as I age, then there's changes in my body that some of the processes zenye zilikuwa zinafanyika kwa kawaida hazifanyiki vizuri. So zisipofanyika vizuri, this cell, the DNA of the cell inabadilika. So inapobadilika, utapata ambapo kuna mahali ambapo inafika, hii cell haikufi na ina grow faster than other cells around it. Now the moment it starts doing that, inamaanisha that then it increase in size. Then blood supply to that specific place increase, because for this cell to grow faster inamaanisha inahitaji nutrients, inahitaji the oxygen na hizi vitu zingine zote. So wakati ambapo zitaongeza blood supply to that specific area, itagrow, itakuwa kubwa. So after some time, as it is growing big, inaendelea ku spread. Or
these same cells can spread via the blood, and that's why nilikwambia blood supply to the prostate is almost the same as kwa mgongo huku nyuma. So hizi cells zitakuja zispread zifike wapi? Kwa mgongo. Then sometimes zikipanda. Another way that they can spread, and is usually one of the main ways, ni kitu tunaita lymph nodes. So lymph nodes, I would say, okay, let me find a word. So for the lymph, is like supply ni kama ya damu to specific regions of the body. So utapata kuna lymph nodes zenye zina supply specifically around the reproductive organs, including the prostate. So wakati ambapo uko na cancer, some of the cells can move through the lymph. Lymph ni kitu kama ya, let me find. Lymph ni kama some white substance, white and viscous substance, whitish, yellowish, brownish substance enye inakimbia just next to blood. So when you find the cells za saratani zikitoka kwa prostate zinaingia kwa lymph, zikiingia kwa lymph zina spread, and that is why amongst the treatment tukitaka ku evaluate kama ime spread, we have to look at the lymph nodes zenye zina supply that specific, zenye zina drain that specific area. So for the prostate kuna lymph nodes zinatoka from, kuna lymph inatoka from the prostate inaenda kwa the lymph nodes zenye zina drain the prostate. So when we want to look for saratani, tukiangalia saratani, tukisha kupima tukapata histologically uko na saratani, tunaangalia lymph nodes, the next lymph node from the prostate. So if we find kuna cells za saratani kwa hiyo lymph node, it has to be removed. Okay. Yes. Okay. Yeah. And another thing, is it possible kwamba mtu mwenyewe kama ana feel pain akiwa kwa hiyo state kama hiyo, yani tuseme yeye ako na hiyo prostate cancer, akikojoa ana feel pain, or how does it happen? Yeah, you can feel pain because ina invade the structures around the prostate. So it can invade because a normal structure kuna vile nerves ina behave na kuna vile nerves zimepangwa. So when you have any growth that is abnormal, ina infringe into the nerves, inaingia kwa nerves na zina interfere with the structure of the nerve. So the nerve will start firing. So ikifire na you'll feel it as pain. Or inaingia kwa that structure, say for example kama ni urethra or the bladder, ikiingia huko, inamaanisha ita interfere na the structure and the wall of the bladder and the urethra. Iki expose some of the structures, you feel it as pain. Yes. Okay. And that is why pia ikifika kwa the bone huko nyuma, ina interfere na the structure of the bone, then the nerves ina fire kama now this is now becoming pain. Interesting. Yes. Interesting. And again, why is it important for early detection ya cancer? Yes, early detection for cancer, as is with all other diseases, helps us to get it at its early stage, number one. Number two, we will get a better prognosis. So if you find a cancer that has spread, say imefika ma stage 4 huko, imesha spread kila mahali, a good number of times we just do kitu tunaita care. Tuna care tu sasa, you do not feel the pain, kama kuna pain ama ukijaribu kukula ukuli vizuri, tunajaribu kukusaidia. So tunakushikilia tu, so, as you exit the world, let me say it that way. So when we detect it early, inamaanisha we'll be able to curb that growth, number one. We will be able to maintain the normal anatomy of the structures around the prostate, and that is why now we'll either come in and do and remove that specific part yenye kuna saratani, ama decide tunatoa the whole prostate kama ime spread sana hivyo. So we'll try and remove that structure imekuwa affected with the hope that other structures hazijakuwa affected. So the more structures tuna affect, kama ni bladder, kama ni urethra, kama ni backbone, kama hivyo tukipanda, then the more you are the complications that you'll have. Yes, so nataka tupate mapema, tukipata mapema you'll have less medication, you'll have less procedures, you'll have better treatment, and the outcome will be better. Yes. Nice. And talking about community, how should community come together in order to encourage men to go for treatment or even screening or checkups? Yeah, so for checkups, screening and treatment, number one, you should start with the community, but focus on the person. Okay. So the community in the sense that huyu mwanaume anaishi within a community, either kama akona bibi, kwa wale wenye akona bibi na watoto, ama kwa yule ambaye anaishi na mzazi wake, ama anaishi na watu. So inamaanisha that at the time of detection of this problem, you should have seen some changes in the man. So kama ni kukojoa imechange, unaanza kuona some blood in urine. So
if you want to see blood in urine, say for example kwa choo, utaona akimaliza kutumia choo kama haja flush, you will see red. So we start seeing red as a community. What do we think about? Yes. What do we tell the man? Yes. And how can we convince the man to go to a healthcare facility for checkup? So number one, we want to look at it from the perspective of us encouraging the man to go for that checkup. Number two, in terms of healthcare and the cost of healthcare, we also want to have men as tunataka kuweka kwa ile plan ya insurance ama SHA and whichever, so that we do not just want the man to take care of the family in terms of SHA and insurance and hizo vitu zingine zote. Tunataka pia yeye akuwe part of that profile, so that kama kuna shida yoyote ya afya asifikirie naenda kutoa pesa and all that. So we want the men taken care of financially from that perspective. But should there be any problem or difficulty, we encourage people, tunawapeleka kwa hospitali, kama tunaweza walipia pesa tuwalipie. So that usipate wale wanaume ambao familia zao zishakuwa na tukawaacha nyumbani. So si tunaishi kwa town na tumewacha nyumbani. So if they are alone, it's difficult for them to know that there's a problem, or they will ignore the problem. But when they live within a society and the society is caring for them and they are there for them, tutamwambia hapa kuna shida, tutakupeleka kwa hospitali. We can even accompany the man kwa hospitali, tumpeleke, tumpangie line kwa wenye wamechoka, tuwasaidie kutembea kwa wenye they are still frail and all that. So that at the end of the day, we are taking care of the whole society, and we need our men to be there to see their grandchildren and everybody. Yes, yeah. Yes, thank you so much. Karibu. I think ni kitu kizuri sana vile umeweza kuelezea, and naamini mwanamume kule nyumbani atakuwa anaelewa vyema kuhusiana na hili swala la prostate cancer. Yeah. And I think ni kitu ambacho unakuta sana huwa akiongelewi sana vile, kwa sababu utakuta kuna mtu labda sijui kama kuna ile misinformation, ama labda mtu anaona like I can't kuanza kueducate watu kuhusiana na prostate, which ni kitu ina happen. Utakuta mostly wamebase na upande wa mwanamke kuhusiana na maybe na breast cancer, cervical cancer, but at some point na feel like pia wanaume wamesahaulika. So how should we provide educating the society? How should people come out and educate them concerning the prostate cancer? Yeah, so I think one of the most important part is the accuracy of the information that we are giving. And that's why as healthcare workers and prospective healthcare workers like myself, we are out there to give the accurate information about some of these conditions. We are there to demystify some of the things that people would say about prostate cancer. And as we are there, we are encouraging people to come to hospital, come to healthcare for checkup, for early checkup, so that you can get it earlier, so that at the end of the day, ukisikia mtu alikuwa na hii shida, usiseme this was the result na hii result ilikuwa mbaya. So the better the diagnosis, the better the screening, the better the prognosis. Prognosis ni how well somebody would come out of a condition. Number two, at the end of the day, we would want to have people to have a honest opinion and discussion about some of these issues, so that isikue kuna topics zenye hatuwezi ongelea kwa nyumba. And you know, with the age zenye tuko, the information is out there. So we'd rather have our children, have our men get information from the right sources and at the right time, a timely manner, so that at the end of the day pia tusipate wale influencers who are just there and know a little bit about something and they want to talk about it in a way that is not accurate. So we are out here trying to talk, have the conversation going, and have an advocacy program, so that men wakikuja kwa hospitali, then we have them the option, if you feel very uncomfortable, a lady doing you the DRE, for example, then you can get a male healthcare worker if it's possible. So we are here, we are talking about this, we are hospitali pia tuko, ukikuja tutakuongelesha na tutakuelezea kila kitu, and it's uncomfortable, yes, but we'll try to make it easy and more comfortable for you. Yes, because sasa, say for example kama the examination, kuna some oils tunatumia to make it less discomfort. Yes. Tuna reduce the discomfort around the whole thing. Yes. Yeah. Thank you so much. Asante You are sana welcome, Collins kwa elimu hii ya kuweza kuwapa kumpa mtazamaji, na naamini atakuwa anafahamu zaidi, ima ni dada ata educate ndugu yake, kwa sababu at some point sisi kama familia ama watu ambao wako nyumbani na wako karibu na mandugu ama ni wajomba ama nani, inakuwa rahisi kuweza kuambia. Asante sana. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Collins Ooko ndani ya studio zetu, naamini umefahamu mengi, haswa kwako wewe mwanamke. Hili swala mwanamume kunradhi, hili swala linakuhusu wewe kiundani zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho wanapitia na labda haujui vitu gani na gani unafaa kuangalia. Hayo yote Collins ameweza kuyaelezea, na naamini mpenzi mtazamaji utakuwa umefahamu mengi na mengi zaidi. Kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.